Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Ishaq Dar ametangaza kuwa serikali ya Pakistan itasaidia kuwarejesha nyumbani raia 30 wa Iran waliokwama katika mazingira tofauti, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kibinadamu kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa Dar, kundi hilo linajumuisha wavuvi 8 wa Iran ambao waliokolewa baharini baada ya boti yao kupata hitilafu na kukwama. Wavuvi hao waliokolewa na meli ya Uingereza iitwayo MMA Valour ambayo iliwapata wakiwa katika hali ya dharura baharini na kuwapa msaada. Raia wengine 22 ni wahudumu wa meli ya Davina ambayo ilizuiliwa hivi karibuni na mamlaka za Marekani. Ingawa Dar hakutoa maelezo kuhusu sababu za meli hiyo kuzuiliwa, alisema wahudumu hao wote sasa wako chini ya utaratibu wa kurejeshwa nchini kwao. Alisema raia hao 30 wanatarajiwa kusafirishwa kupitia mji wa Karachi katika siku chache zijazo kabla ya kuwasili Iran. Dar alisisitiza kuwa Pakistan itaendelea kushirikiana na Iran katika masuala ya kibinadamu, akisema serikali yake imejizatiti kutoa msaada wote unaowezekana kwa raia wa Iran wanaohitaji msaada. Pakistan inaendelea kujitolea katika ushirikiano wa kibinadamu na kutoa msaada wote unaowezekana kwa ndugu zetu wa Iran, alisema Dar. Hatua hiyo inaonyesha ushirikiano unaoendelea kati ya Pakistan na Iran katika kushughulikia masuala ya kibinadamu, hasa wakati ambapo eneo la Mashariki ya Kati linaendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama na kisiasa. Katika hatua ya kuelekea kusainiwa kwa hati ya makubaliano kati ya Iran pamoja na Marekani siku ya Ijumaa tarehe 19 mwezi Juni 2026 pale Geneva nchini Uswizi, hatimaye baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yakishikiliwa na Pakistan yanaanza kuwekwa sawa, kwa sababu hawa raia ambao walikamatwa na vikosi vya Marekani walio katika meli ya Davina baadaye wakakabidhiwa kwa Pakistan ambaye ni mpatanishi mkuu, baada ya Marekani kujiridhisha kwamba hakukuwa na tishio lolote la kiusalama katika eneo hilo. Sasa Pakistan inachukua jukumu kubwa la kuwa muunganishi kati ya Marekani pamoja na Iran katika siku zote za mzozo, hata baada ya mzozo. Hii ni hatua nzuri kiasi ambacho inaweza kupeleka amani katika ukanda wa Mashariki ya Kati na imani kuanza kurejea upya kuhusiana na shughuli zote za baharini katika eneo la Ghuba. Basi kwa taarifa zaidi, mtazamaji wetu, endelea kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.